Habari za wakati huu na karibu tena ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo. Kamati kuu ya CCM kwa niaba ya Samia Suluhu imewapongeza wananchi kwa kuichagua kwa kishindo, yatuma ujumbe kutoka Ikulu kwa Samia Suluhu. Like kisha subscribe kabla tuendelee. Nchini Tanzania, chama tawala CCM chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan kimefanya mkutano wake wa kwanza wa ngazi ya juu tangu kukamilika kwa uchaguzi mkuu wa Oktoba tarehe 29 mwaka wa 2025. Mkutano huo uliotajwa kuwa ni moja ya vikao muhimu vya kisiasa katika miaka ya hivi karibuni ulilenga kufanya tathmini ya kina ya mazingira ya baada ya uchaguzi na kuweka mwelekeo mpya wa kimkakati kwa chama na taifa zima kwa ujumla. Ujumbe wa Samia Suluhu Hassan wa CCM wakati wa mkutano huo ulisisitiza umoja, uwajibikaji na dhamira mpya ya kuleta utulivu wa kitaifa baada ya wiki kadhaa za mvutano za kisiasa na maandamano. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu wa Halmashauri Kuu ya Taifa NEC ya CCM, Itikadi, Uenezi na Mafunzo, Kenani Leban Kihongosi, kamati kuu ilijadili kwa kina hali ya kisiasa nchini Tanzania kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Ujumbe wa Samia Suluhu Hassan kupitia CCM ulikuwa wazi kwamba nchi lazima isonge mbele kwa amani na maridhiano huku ikishikilia misingi ya kidemokrasia. Kamati ilitambua changamoto zinazojitokeza wakati wa uchaguzi, lakini ikasisitiza tena imani katika mchakato wa demokrasia ya Tanzania. Ujumbe wa Samia Suluhu wa CCM pia ulitoa shukrani za dhati kwa Watanzania wote kwa kujitokeza kwa wingi kumpigia kura na kuonyesha imani kubwa kwa uongozi wa chama tawala cha CCM. Taarifa hiyo iliwapongeza wananchi kwa uvumilivu na ustahimilivu wao katika kipindi chote cha uchaguzi, ikisema ushiriki wao unadhihirisha nia ya pamoja ya kutaka kuendelea kwa amani na maendeleo ya taifa. Ujumbe huo ulisisitiza kuwa demokrasia sio tu kupiga kura, bali pia kudumisha umoja baada ya ushindani wa kisiasa. Hata hivyo, mkutano huo haukukwepa kushughulikia machafuko yaliyotokea baada ya uchaguzi ya maandamano. Ujumbe wa Samia Suluhu kupitia CCM ni pamoja na kulaani vikali vitendo vya vurugu, uharibifu na machafuko yaliyotokea katika mikoa kadhaa wakati wa uchaguzi. Chama hicho kilitaja matukio hayo kuwa ni vitendo vinavyohatarisha amani ya taifa la Tanzania na kudhoofisha taswira ya muda mrefu ya Tanzania kama demokrasia imara. Ujumbe huo uliwataka wananchi wa Tanzania kukataa aina yoyote ya uchochezi na kuzingatia utawala wa sheria kama msingi wa umoja wa kitaifa. Katika sehemu kubwa ya ujumbe huo wa CCM, Samia Suluhu pamoja na CCM nzima ilieleza kusikitishwa kwake na taarifa za kupoteza maisha na uharibifu wa mali wakati wa maandamano na baada ya uchaguzi. Kamati kuu ilivitaka vyombo vya sheria kuchunguza matukio hayo kwa kina na kuhakikisha haki kwa wahusika wote walioathirika. Ujumbe huo ulisisitiza kwamba hakuna mtu anayepaswa kupoteza maisha katika kutafuta malengo ya kisiasa na kwamba usalama wa kila Mtanzania unabaki kuwa kipaumbele kwa utawala wake. Mkutano huo pia ulitafakari majukumu ya CCM kama chama tawala katika kuliongoza taifa mbele kwa amani. Ujumbe huu wa Samia Suluhu Hassan kupitia kamati hiyo ya CCM ulieleza azma ya chama hicho kujitathmini na kuimarisha mifumo yake ya ndani ili kuwatumikia vyema wananchi na raia. Alibainisha kuwa CCM lazima sio tu kuwa taasisi ya kisiasa, bali pia dira ya maadili kwa utawala bora yenye nia ya uwazi, uwajibikaji na imani ya umma. Aidha, ujumbe huu wa CCM ulisisitiza kuwa chama kitaendelea kuulinda umoja wa kitaifa na kuhakikisha kuwa serikali inaendelea kuwa sikivu kwa mahitaji ya wananchi. Alisisitiza imani yake kuwa utawala bora unategemea ushirikiano kati ya serikali, vyama vya siasa na wananchi. Mkutano huo wa CCM uliangazia umuhimu wa miradi ya maendeleo, programu za ustawi wa jamii na sera shirikishi kama vyenzo za kukuza amani na utulivu kutokana na uchaguzi huo uliokumbwa na maandamano na utata. Katika kikao hicho cha CCM, kamati kuu hiyo ya CCM ilizungumzia hisia za kimataifa ambazo Tanzania imezipata kutokana na maandamano makali ya baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi. Ujumbe wa Samia Suluhu wa CCM uliitaka jumuiya ya kimataifa kuiona Tanzania kama nchi iliyojitolea kwa mazungumzo ya amani na mageuzi. Walihakikisha kuwa serikali yao bado iko wazi kwa mashirikiano yenye kujengana mashirika ya haki za binadamu na washirika wa kimataifa ili kuimarisha taasisi za kidemokrasia na kuzuia machafuko ya siku zijazo.
Uongozi wa chama hicho cha CCM kinachoongozwa na Suluhu ukirejelea ujumbe kutoka kwa mkuu wao, pia uliazimia kuhakikisha kuwa taasisi za serikali zinafanya kazi haraka na kwa haki wakati wa kushughulikia matukio yanayotishia usalama wa taifa. Ujumbe wa rais kupitia CCM ulihimiza vikosi vya usalama kufanya kazi kwa weledi, kuheshimu haki za binadamu, huku vikidumisha sheria na utulivu. Alitahadharisha kuwa nguvu nyingi au matumizi mabaya ya madaraka havitavumiliwa chini ya utawala wa CCM. Ujumbe huu wa CCM ulikuwa na wito mkubwa wa umoja miongoni mwa Watanzania bila kujali itikadi za kisiasa. Walisema kipindi cha uchaguzi kilikuwa kimekwisha na kwamba ni wakati wa taifa kujiponya na kusonga mbele kujenga upya. Ujumbe huo umewataka viongozi wa upinzani kuweka maslahi ya wananchi mbele na kufanya kazi kwa ushirikiano katika kuleta maridhiano ya kitaifa. Alisema mustakabali wa Tanzania unategemea uwezo wa wananchi wake kusimama pamoja wakati wa changamoto za kisiasa. Majadiliano ya kamati kuu pia yaligusia athari za kiuchumi za machafuko ya baada ya uchaguzi. Ujumbe wa Samia Suluhu wa CCM ulikiri kwamba kuyumba kwa kisiasa kunaweza kuzorotesha maendeleo na kukatisha tamaa uwekezaji. Kwa hivyo, CCM waliagiza serikali kuweka kipaumbele kwa utulivu kama msingi wa ukuaji wa uchumi. Mkutano huo ulisisitiza dhamira ya ajenda ya maendeleo ya dira ya mwaka 2050 ikisisitiza ukuaji jumuishi na uundaji wa ajira endelevu. Kipengele kingine muhimu cha ujumbe huo wa CCM leo ni udhibitisho wa kujitolea kwa serikali yake kwa haki ya kijamii na usawa. Rais pamoja na CCM walisisitiza kuwa kila Mtanzania bila kujali eneo au historia lazima ajisikie kuwa na uwakilishi katika maamuzi ya kitaifa. Ujumbe huo wa CCM uliwataka wanachama wote pia wa CCM kuendelea kuwa karibu na wananchi, kusikiliza kero zao na kushughulikia kero zao kabla hazijaingia kwenye migogoro mikubwa zaidi. Mkutano huo ulihitimishwa kwa kiapo kipya cha kuhifadhi taswira ya Tanzania kama taifa lenye amani na demokrasia. Ujumbe huu wa CCM ulitamka kuwa maendeleo ya nchi yanategemea nidhamu ya pamoja, uzalendo na uzingatiaji wa katiba. Uongozi uliazimia kuhakikisha kuwa ushindani wa kisiasa unabaki kuwa mzuri, wa haki na unaozingatia masuala muhimu badala ya migawanyiko. Katika ujumbe wao, CCM pamoja na Samia Suluhu waliwakumbusha Watanzania kuhusu kujitolea kwa viongozi waasisi wa taifa katika kujenga umoja na amani. Alisema machafuko ya hivi majuzi yanapaswa kuwa somo kwa wote kulinda kile ambacho nchi imepata tangu uhuru. Ujumbe huo wa CCM umesisitiza kuwa amani ni tete na lazima ilindwe kwa njia ya mazungumzo, haki na mshikamano wa kitaifa. Zaidi ya mambo ya ndani, ujumbe wa CCM leo ulienda kwa ushirikiano wa kikanda. Ulisisitiza kuwa Tanzania itaendelea kuwa na jukumu kubwa katika kuhimiza amani kote Afrika Mashariki kwa kushirikiana karibu na nchi jirani ili kuzuia kukosekana kwa utulivu katika mipaka. CCM ilisema kuwa umoja wa ndani ni muhimu kwa Tanzania kudumisha nafasi yake ya kiongozi katika diplomasia ya kikanda. Mtazamaji, nijuze maoni yako kisha bonyeza alama ya like alafu subscribe chini ya video hii. Vile bonyeza box hicho kwenye screen yako kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.